George alikuwa mvuvi maskini tu, akitupa nyavu zake kila siku ndani ya maji ya mto Niger, mto uliokataliwa na wazee wa Nairobi, ukizungumzwa kwa sauti ya chini kana kwamba jina lake lilikuwa mwiko. Walisema ndani ya mto huo kulikuwa na nguvu za giza, masimulizi ya kale ya viumbe wa baharini waliokatazwa kuguswa na mwanadamu. Lakini George hakuwa na muda wa kusikiliza hadithi hizo. Njaa yake ilikuwa kali kuliko hofu. Siku moja ya jua kali, George alifika ufukweni akiwa na tumbo tupu na matumaini ya kupata samaki wa kutosha kwa chakula. Aliomba kimya kimya kwa mizimu ya maji. Mto Niger, nipe riziki leo, tafadhali. Akatupa nyavu zake. Kwa mshangao, zilirudi na uzito wa ajabu. Moyo wake uliruka kwa furaha. Leo nimepata, alijisemea. Lakini alipovuta nyavu hizo ufukweni, alikuta sio samaki mkubwa bali kiumbe wa ajabu. Ngozi yake ilikuwa ya buluu inayong'aa, mikono midogo yenye utando na mkia wa fedha uliomeremeta chini ya jua. George akapepesa macho kwa mshangao. Mtoto wa maji alingunika. Alikuwa amesikia hadithi kutoka kwa babu yake kuhusu viumbe wa majini waliolindwa na bahari, waliokuwa wachanga na wenye roho za miungu. Lakini kiumbe huyo alikuwa mdogo kama mbuzi mchanga. Tumbo la George lilinguruma. Njaa ilimshinda hofu. Usiku huo alimchoma kiumbe huyo kwenye moto wake mdogo karibu na kibanda chake. Harufu ya nyama hiyo ya ajabu ilijaa hewani. Alila hadi tone la mwisho, akiramba vidole vyake kwa hamu. Mara ya kwanza kwa wiki nyingi, George alilala akiwa na tumbo lililojaa. Lakini alipozama usingizini, nguvu za kale zilianza kuamka. Usiku huo, George alijikuta katika ndoto ya kushangaza. Alikuwa katikati ya uwanja mkubwa wa ukungu, na mbele yake alisimama mzee aliyevaa kanzu nyeupe ndefu, macho yakiwa kama visima virefu vilivyojaa siri. George, sauti hiyo ilisikika kama upepo wa nyika ya Kajiado. George akapiga magoti. Wewe ni nani, babu? Mimi ni Majaliwa, yule mzee alisema kwa sauti ya busara. Mlinzi wa njia za zamani, sauti ya waliotangulia. George alitetemeka. Je, nimefanya kosa? Majaliwa alitabasamu kwa huzuni. Hapana, umefanya kile ambacho mwanadamu yeyote mwenye njaa angefanya. Kwa hilo naweza kukubariki. Kuanzia leo nyavu zako hazitawahi kuwa tupu. Utapata utajiri wa ajabu. George alifumbua macho. Kweli, babu. Lakini kumbuka, Majaliwa akaongeza, utajiri hubadilisha mtu. Usisahau chanzo chako. Ndoto ikayeyuka ghafla. George akaamka kwa mshangao, akiwa anasikia sauti ya maji yakigonga ufukwe kwa utulivu usio wa kawaida. Alikimbilia kwenye nyavu zake. Na pale macho yake yakapanuka kwa mshtuko. Nyavu zilikuwa zinabubujika kwa samaki wa kila aina. Zilikuwa nzito hadi akashindwa kuzivuta peke yake. Utajiri wake ulikuwa umeanza. Maisha ya George yalibadilika ghafla. Kila asubuhi alipotupa nyavu ndani ya mto Niger, alizitoa zikiwa zimejaa samaki wengi kupita kiasi. Habari zikasambaa haraka, mvulana maskini wa Kangemi sasa alikuwa anauza samaki wa kutosha kulisha mtaa mzima. Watu kutoka maeneo ya Kibera, Umoja hadi Dandora walikuja kununua samaki wake. Kibanda chake kidogo cha nyasi kilibadilika kuwa nyumba nzuri ya mbao, na paa la vigae jekundu liling'aa chini ya jua la Nairobi. Lakini utajiri haukutosha. George alianza kuwatazama matajiri wa mtaa, machifu, wafanyabiashara na wapiganaji mashuhuri. Aliwataka wasimkague tu kama mvua ya bahati, bali kama mtu wa heshima, mtu wa madaraka. Lakini zaidi ya yote alimtazama Christina, binti wa Mfalme Mwinyi, mtawala wa kijiji cha Kangemi. Christina alikuwa mrembo kama alfajiri. Tabasamu lake lilivutia kama sauti ya kinanda. Alikuwa ameahidiwa tu kwa mwana wa kifalme halisi. George alijisemea, mimi si mvuvi tena. Nitakuwa mwana wa kifalme. Akanunua mavazi ya kifahari kutoka soko la Gikomba, kanzu za hariri, viatu vya ngozi kutoka Kariokor na mikufu ya shaba kutoka Maasai Market.
Akawaajiri watu kusambaza habari kwamba yeye ni mwana wa kifalme kutoka mbali, aliyefukuzwa na watu wake, lakini ambaye sasa miungu ya mtoni imeamua kumrudishia utukufu wake. Watu waliamini. Chini ya maji ya mto Naija, mahali ambapo jua haliwezi kufika, kulikuwa na malkia wa bahari aitwaye Maimuna. Alikuwa mama wa mtoto yule mdogo wa maji ambaye George alimchoma moto na kumla. Kwa wiki nyingi, Maimuna alikuwa akitafuta. Aliita jina la mwanawe kila usiku ndani ya maji, sauti yake ikipenya matope na matumbawe. Hakupata jibu. Lakini siku moja alihisi ukweli wenye uchungu kama mkuki. Mtoto wake alikuwa amekufa. Na si kufa tu, aliliwa. Kilio chake kilitetemesha mto mzima. Samaki walitawanyika kwa hofu, mamba waliibuka na kuogelea mbali. Maji yakawa meusi yenye hasira. Lakini hakutaka kumuua George. Siwezi kuchukua maisha yake, Maimuna alinong'ona kwa huzuni. Hilo lingekuwa rahisi mno. Lazima alipe kwa damu, lakini kwa uchungu, si kifo. Akapanda juu kwa sauti ya upepo na kupeleka ujumbe kwa masikio ya wale waliopaswa kuusikia, wakiwemo wachumba wa kifalme waliokuwa wakimuwinda Christina. Siku ya uchaguzi wa mchumba wa kifalme ilifika. Uwanja wa kifalme uliokuwa nje kidogo ya mtaa wa Karen ulibadilishwa kuwa jukwaa la sherehe. Ngoma zilipigwa, nyama ikachomwa na harufu ya manukato kutoka kwa mabibi wa heshima ilijaza hewa. George alisimama mbele ya baraza la Mfalme Mwinyi. Kanzu yake mpya ya hariri iling'aa, pete mkononi zikimetameta. Alijifanya kuwa mtulivu, lakini ndani alikuwa akisikia jasho likitiririka mgongoni. Christina alikuwa amemwangalia kwa upole wiki kadhaa. Mapenzi yalikuwa yamechipuka. Lakini kati ya wachumba waliokusanyika, wana wa wafalme halisi walimkazia macho. Walinyamaza kwa nje, lakini mioyo yao ilikuwa ikimuwinda. Mwana wa kifalme gani anatokea ghafla, bila hata ukoo unaotambulika? Mmoja alinong'ona. Bahati yake haionekani kuwa ya kawaida. Nimewasikia wazee wakisema maji ya mto Naija hayaishi hivi bila sababu, mwingine akaongeza. Minong'ono ikazidi. Hali ya ukimya yenye mashaka ikashika ukumbi wa kifalme kama ukungu mzito. Lakini Christina aliendelea kumtazama George kwa upendo. Hakuona uongo, hakuona hatari, aliona moyo tu. Lakini bahati ya George haikuwa imekamilika. Usiku wa sherehe kubwa ya mwisho, wakati ngoma zilipiga kilele, mlango wa ukumbi ulifunguka ghafla. Mwanamke aliingia. Ngozi yake iling'aa kama lulu iliyolowa. Macho yake yalikuwa kama mwezi wa usiku wa giza. Alivaa mavazi yaliyotengenezwa kwa mwani wa baharini, yakielea angani kama maji yenyewe. Maimuna alikuwa amewasili. Ukumbi wote ukanyamaza. Kila mtu aligeuka kumtazama mwanamke huyu wa ajabu. George alikauka koo. Maimuna akatembea hatua chache mbele. Sauti yake ilivuma kama mawimbi ya bahari ya Lamu. Wewe, alimkazia macho George. George alipigwa na butwaa. Alifahamu mara moja siri yake ilikuwa imefichuliwa. Maimuna akageukia Mfalme Mwinyi. Mtu huyu si mwana wa kifalme. Ni mvuvi. Na zaidi ya hapo, aliiba kilicho kitakatifu. Alimchukua mwanangu kutoka mto Naija. Alimla mtoto wa maji. Mwanangu. Ukumbi ukajaa mshangao na sauti za watu waliochanganyikiwa. George akaanguka magotini. Nisamehe, alibubujikwa machozi. Lakini Maimuna akasema kwa sauti kali, la, ulitwaa mwanangu bila huruma. Sasa nitaondoa kitu chako cha thamani. Akapandisha mkono wake hewani. Akasema, damu ndiyo malipo. Mtoto wako wa kwanza atakuwa wangu. Ukumbi wote ukakauka kwa hofu. Macho ya kila mtu yakageukia Christina. Mkono wake ulikuwa juu ya tumbo lake. Alikuwa mjamzito. Ukumbi mzima wa kifalme ulitetemeka kwa mshangao. Machifu walinyamaza, wapiga ngoma walikoma na wageni walisimama kama sanamu. Christina aliweka mikono yake juu ya tumbo lake. Akatetemeka.
Mtoto sauti yake ikawa ndogo kama pumzi. Macho yake yalijaa machozi, uso wake ukapauka. Mfalme Mwinyi alisimama taratibu kutoka kwenye kiti chake cha kifalme. Uso wake ulikuwa kama jiwe, jicho lake likimchoma George kwa hasira ya kifalme. Je, haya ni kweli? Aliuliza kwa sauti iliyochanganya utulivu na ukali. George alijaribu kuzungumza lakini sauti yake haikutoka. Aligeuka kumtazama Christina. Akasema kwa sauti iliyovunjika, ni kweli Christina ni mjamzito na huyo ni mtoto wangu. Watu walipiga kelele. Malkia wa kifalme akazimia. Wachumba wa kifalme waliokuwa wakimwonea George wivu sasa walitabasamu kwa ushindi. Christina alishika tumbo lake kwa hofu. Hapana, alilia kwa sauti ya chini. Siwezi kumpoteza Lakini Maimuna hakuwa mtu wa huruma. Alitembea mbele, macho yake yakimwangazia Christina kwa huzuni na hasira mchanganyiko. Ulimla mwanangu, sasa mimi nitamchukua wako. Laana ya mto Naija haifutwi kwa machozi. Inaandikwa kwa damu. Christina alipiga kelele. George alijaribu kumkaribia lakini walinzi wa kifalme walimkamata. Akaangushwa chini, akapigwa minyororo ya shaba. Mfalme Mwinyi alipiga fimbo yake sakafuni. George, kwa jina la sheria za kifalme, unafukuzwa Nairobi. Utatupwa mbali na milima, porini usiko na maji wala chakula. Utakiwi kurudi milele. George akapigwa makofi, akaburutwa nje ya ukumbi mbele ya macho ya Christina aliyeanguka kwa maumivu. Walinzi walimtoa nje ya mji hadi msitu wa Ngong, wakamwacha kule bila maji, bila chakula, bila silaha. Ukijaribu kurudi utakufa, mmoja alisema kwa dharau. George akaanguka sakafuni akilia kwa sauti. Nimempoteza mpenzi wangu, mtoto wangu na sasa kila kitu Lakini bahati haikukoma. Ndani ya ukimya wa porini, sauti ya bahari ikaanza kuimba tena. George alitangatanga msituni siku kadhaa bila chakula. Ngozi yake ilianza kuungua na jua la mchana, na usiku mwili wake ulitetemeka kwa baridi ya upepo wa milimani. Wakati mwingine alitaka kujitupa ndani ya mto afike mwisho wa maisha. Lakini usiku mmoja alipokuwa karibu na bonde lililojaa ukungu, aliona kitu kikimkaribia kutoka ndani ya maji ya kijani kibichi. Ilitokea kimya kimya. Mwanamke mrefu mwenye nywele nyeusi zilizoenea mabegani kama mawimbi ya bahari. Macho yake yalikuwa meusi, meusi kama kina cha mto Naija. Ngozi yake iling'aa kama fedha chini ya mwanga wa mwezi. George alizungumza kwa sauti ya maji yanayotiririka. Wewe ni nani? George aliuliza kwa sauti ya hofu. Mimi ni Christina wa maji. Lakini jina langu la kweli ni Lucy. Alimsogelea. Mimi ni dada wa Maimuna. Lakini si kama yeye. Najua hasira yake ni kali, lakini bado kuna tumaini. George alimwangalia kwa matumaini. Unaweza kuniokoa? Siwezi kukuokoa, lakini naweza kukusaidia kupambana. Akamwonyesha konokono wa ajabu wa rangi ya fedha unaong'aa. Chukua hii. Ni zawadi kutoka kwa kina cha bahari. Ukivaa juu ya kifua chako, utaweza kupumua ndani ya maji. Ukiingia katika eneo la Malkia Maimuna, utaweza kuiba kipande cha nguvu yake, lulu ya moyo wa mto. Bila hiyo hatakuwa na mamlaka. George akasita. Na nikishindwa? Utamezwa na maji milele. Lakini moyo wa baba ndani yake haukutaka kukubali kushindwa. Akakubali. Nipo tayari. Akaingia ndani ya mto Naija. Mara tu alipozama, konokono ulianza kung'aa. Aliweza kupumua chini ya maji. Alielea kama samaki akielekea kwenye kasri lililojengwa kwa matumbawe na mawe ya kijani, pale ambako Maimuna alikuwa akilinda lulu ya moyo wa mto. Ndani ya maji, miungu ilianza kutetemeka. Vita kati ya ardhi na maji ilikuwa karibu kuanza. George alielea kwenye kina cha mto Naija akiwa na konokono wa bahari uliong'aa kifuani. Mwili wake uliokuwa umechoka ulianza kuzoea presha ya maji, na kwa mshangao alianza kupumua ndani ya mto kana kwamba alikuwa samaki.
Mandhari ya chini ya maji ilikuwa ya ajabu, viumbe wa ajabu wakiogelea katikati ya mwangaza hafifu wa lulu zilizopandikizwa kwenye matumbawe. Kulikuwa na kasri kubwa lililojengwa kwa mawe ya dhahabu na almasi, liking'aa kama jua la jioni. George alijificha nyuma ya miamba ya matumbawe. Mbele yake kulikuwa na lango kubwa lililolindwa na walinzi wawili wa Malkia Maimuna, wanaume wenye mikia kama samaki, wakiwa na mikuki iliyotengenezwa kwa mifupa ya nyangumi. George aliweka mkono juu ya konokono. Mara moja mwili wake ukabadilika, ngozi yake ikawa ya samahani, miguu ikabadilika na kuwa mkia wa bahari. Aligeuka mmojawapo wao. Akavuka walinzi bila kushukiwa. Ndani ya ukumbi mkuu wa kasri kulikuwa na lulu moja tu iliyowekwa juu ya madhabahu ya mawe meupe. Lulu hiyo ilikuwa ya buluu iliyojaa mwangaza wa ajabu, ikidunda kama moyo. Hii ndiyo ilikuwa moyo wa mto, chanzo cha nguvu zote za Maimuna. George alijua akiiba angevunja nguvu zake. Akatembea polepole akafikia madhabahu. Akainyosha mkono lakini punde tu alipoishika lulu, maji yote yakaanza kutetemeka. Ukuta wa kasri ulianza kupasuka. Mapigo ya moyo wa mto yalikoma. Ghafla sauti ya ghadhabu ikavuma. Nani anathubutu? Maimuna alionekana mbele yake, macho yake yakiwaka kama moto chini ya maji. Umevuka mpaka. Umeingia mahali patakatifu. Utakaa humu milele. George akakimbia, akielea kwa kasi kupitia njia ya kurudi, akiwa ameifunga lulu kifuani. Walinzi walimfuata, mikuki yao ikichanua maji kwa kasi. Lakini konokono wake uliwaka mwanga, na mlipuko wa nguvu ukamtoa kwenye kasri na kumrusha hadi juu ya uso wa maji, alipolala ufukweni akipumua kwa nguvu. Alikuwa amepona. Lakini vita haikuwa imeisha. Wakati huo huo, ndani ya mji wa kifalme, Christina alikuwa amefungwa ndani ya chumba cha juu cha minara ya kasri. Alikuwa akilindwa na walinzi waliokuwa na amri moja tu: hakutakiwi kutoka. Lakini hakukubali. Alijua mtoto aliyembeba si wa kawaida. Alikuwa mtoto wa ardhi na bahari, kiumbe wa mataifa mawili. Usiku mmoja, Christina aliandika ujumbe kwa rafiki yake wa utotoni Agnes, binti wa tabibu wa kasri. Aliutuma kwa njia ya mtumishi aliyemwamini. Agnes, niokoe. Sio kwa ajili yangu tu, kwa ajili ya mtoto huyu. Kuna njia ya kutoroka kupitia bustani ya kifalme. Na kusubiri usiku wa leo. Agnes alipokea ujumbe huo akiwa chumba cha tiba. Bila kusita alichukua joho jeusi, na usiku ulipofika alikwenda mlangoni mwa walinzi akiwa amevaa kama mchawi wa kifalme. Nimeitwa kumhudumia malkia mjamzito kwa tiba ya usingizi. Walinzi wakampa nafasi. Mara tu alipoingia akamkumbatia Christina. Ni wakati. Walivaa majora yao wakatembea polepole kupitia bustani hadi walipofika mahali palipojaa mizabibu, mahali ambapo malkia marehemu, mama wa Christina, alikuwa ameficha njia ya chini ya ardhi. Tunatoka, Christina alisema kwa sauti ya dhamira. Lakini walinzi wa kifalme walikuwa wamegundua. Wakapiga tarumbeta. Mfalme Mwini aliitwa. Akaamrisha, kamateni. Msiruhusu laana ya mto Naija kutoroka. Agnes akamshika Christina mkono. Mbio. Wakakimbia kwenye handaki la chini ya kasri, njia ya siri iliyojaa giza na unyevunyevu. Wakati wakikaribia mlango wa nyuma wa kutokea nje ya ukuta wa kasri, walinzi waliwafuata kwa kasi. Lakini wakifika mlangoni, walikuta kivuli kinasimama, mtu aliyevaa joho la bluu, macho yake yakimetameta. Ilikuwa George. Christina akapiga ukelele wa mshangao. George! George alikumbatia tumbo lake kwa mkono mmoja, akamwangalia kwa maumivu na upendo. Tumaini halijapotea. Lulu iko mikononi mwangu. Sasa tuikimbie bahari kabla haijatuangamiza. Christina alikimbilia mikononi mwake, machozi yakimtoka. Baba ya mwanangu, umenirudia. George, Christina na Agnes walikimbia kupitia vichaka vya bustani ya kifalme hadi nje ya ukuta wa kasri. Walinzi walikuwa nyuma yao wakilia kwa tarumbeta, lakini haikujalisha.
George alikuwa na lulu ya moyo wa mto Niger na ndani yake iling'aa joto la nguvu zisizofahamika na binadamu wa kawaida. Usiku huo huo mto ulianza kubadilika. Maji yake hayakuwa kimya tena, yalibubujika kwa kasi, yakizunguka kama mzinga wa nyuki waliokasirika. Samaki waliibuka na kutoweka kwa hofu. Wazee wa mji waliamka na kusema kwa sauti ya kushuka moyo, bahari inatujia. Sasa hasira ya zamani itatufikia. Ndani ya kina cha mto, Maimuna alisimama juu ya mawe ya ibada. Alikuwa amevaa joho la majani ya samaki na mikono yake ikiwaka kwa mwanga wa damu. Alijua George ameiba lulu yake na kwa hilo hatamsamehe. Alinyanyua mikono juu na kwa lugha ya kale ya maji akaita vikosi vya kina, walinzi wa maji, wanaume na wanawake waliokuwa wamevuliwa nafsi zao na wakageuzwa viumbe vya giza vya maji. Mpenzi msikilizaji, kabla hatujaendelea na simulizi hii, naomba ulike video yangu ili na mimi nifurahi. Asante sana. Mleteni mtoto. Chukueni damu yake. Rudisheni mamlaka yangu, sauti yake ilivuma. George na Christina walifika kwenye mwamba wa kale ulio karibu na pori la Karen, mahali ambapo zamani wanasiasa walikuwa wakikutana kabla ya miliki ya kifalme kuchukua utawala. George akaweka lulu juu ya mawe ya shujaa wa kale, akiamini kuwa hapo ndipo nguvu za ardhi na maji zingekutana. Christina alipiga magoti, akashika tumbo lake kwa nguvu. Mtoto alikuwa anakuja. Mapigo ya moyo wa mtoto yalidunda kwa kasi isiyo ya kawaida, na kwa kila dundo ardhi ilitetemeka. Agnes alilalia sakafu akizungumza maneno ya uponyaji, lakini maji ya mto yalikuwa tayari yamefika. Kutoka msituni sauti ya mbwa ajabu ilisikika na kivuli kikubwa kikapita juu yao. Walinzi wa maji walikuwa wamewasili. George alinyanyuka, akachukua lulu na kuinua juu ya kichwa chake. Msiniguse. Mtoto huyu ni wa dunia zote mbili. Hamtamchukua. Lakini Maimuna aliibuka kutoka kwenye maji ya bonde. Mwili wake uliwakilisha bahari, uliokuwa mzuri lakini umejaa maumivu ya miaka mingi ya hasara. Umemla mwanangu, sasa mtoto wako lazima alipe. Mapambano yakaanza. George alipiga lulu sakafuni, ikapasuka na kutoa mwanga wa dhahabu uliowapofusha walinzi wa maji. Christina alipiga kelele, akijifungua katikati ya kelele za pepo na maji yaliyotiririka kutoka juu ya miti. Agnes alipaza sauti, anazaliwa. Mlinzi mpya wa ardhi na maji anazaliwa. Mtoto alipotoka tumboni mwa Christina, kulikuwa na kimya kifupi, kama ulimwengu uliwahi kusimama kwa sekunde moja. Alikuwa na macho ya bahari na ngozi ya mchanga wa ardhi. Mikono yake iliinuka juu bila msaada na mawimbi ya maji yakaacha kuhamasishwa. Maimuna alinyamaza. Alimwangalia mtoto huyo na sauti yake ikawa ya kipekee. Huyu ni wangu, huyu ni wangu. Lakini mtoto akamgeukia na sauti yake, ndiyo sauti ya mtoto huyo mchanga, iliongea kwa lugha ya kale. Mimi si wako. Mimi si wao. Mimi ni mlango wa amani. Bahari ikatetemeka. Walinzi wake walianguka. Maimuna alianguka magotini. Akalia. Sikujua kwamba mwana wangu angerudi kupitia tumbo la binti wa ardhi. Christina alikuwa bado hajajua la kufanya. Aliangalia mtoto wake akitulia mikononi mwa Agnes, macho yake yakimulika mwanga wa bluu. George alimsogelea Maimuna. Sijui niseme nini. Nilifanya makosa. Nilikuwa maskini. Nilikuwa na njaa. Lakini sikujua kuwa nilikuwa nakula mwanao. Maimuna alimtazama, akabubujikwa machozi. Niliapa kuua. Lakini huyu mtoto amenifanya kukumbuka kuwa maisha huzunguka kwa njia ya ajabu. Moyo wangu umerudi, sio kwa nguvu, bali kwa rehema. Akamgeukia mtoto. Akamshika kwa mikono ya maji. Akambusu kwenye paji la uso. Mimi si mama yako tena, bali nitakuwa mlinzi wako. Ukiita nitakuja. Ila leo na kurudisha kwa ardhi. Mto Niger ulirudi kuwa wa amani. Christina na George walihamia sehemu ya kijijini karibu na mlima Ngong, wakijenga nyumba ndogo ya udongo na miti, wakilea mtoto wao, mtoto wa dunia mbili.
Mtoto huyo aliitwa Mwinyi kwa heshima ya mfalme aliyemfukuza baba yake na pia kwa maana ya mtawala. Alikuwa kwa kasi. Alizungumza na maji. Alielewa ndimi za wanyama. Aliweza kusimamisha upepo kwa kupunga mkono. Agnes alibaki karibu nao akiwa kama shangazi wa heshima. Na kila jioni George alikaa nje ya nyumba yao ndogo akiangalia upande wa mto, akimwona kivuli cha Maimuna akikata mawimbi polepole, akimwangalia kwa mbali, kimya lakini yupo. Miaka ilipita kwa kasi kama upepo wa Nairobi unaovuma kupitia mitaa ya Kibera na mabonde ya Karen. Mwinyi, mtoto wa George na Christina, alikuwa mbele ya macho ya watu kama mti wa miujiza unaomea jangwani. Wenyeji wa mtaa wa Ngong walianza kumwogopa polepole. Walisema mtoto huyo hawezi kuwa wa kawaida. Alikuwa na macho yanayobadilika rangi anapokasirika. Aliweza kuelewa wanyama na aliweza kuponya vidonda vya watu kwa kugusa tu. Maji yakimjia mkononi yalimsikiliza. Ardhi ilimtii. Siku moja akiwa na umri wa miaka 7, Mwinyi alisimama kwenye mwamba na kuzungumza na mawingu. Mvua ikaanza kunyesha kwenye kijiji ch. George alikuwa mzee sasa, mwenye busara na sio tena yule mvuvi maskini wa zamani. Alimlea mwanawe kwa upendo, lakini daima aliogopa siku ambayo wengine wangejua Mwinyi si mwanadamu wa kawaida. Christina, ambaye sasa alikuwa mama mwenye nguvu, alikuwa msimamo wa kati ya dunia mbili, bahari na ardhi. Ndani ya moyo wake alihisi kwamba mwanawe alikuwa kipande cha dunia kilichozaliwa kwa ajili ya jambo kubwa zaidi ya familia yao. Siku moja Agnes alifika kwa haraka, uso wake ukiwa na hofu. Njooni. Kuna mtu kaja kutoka mbali, mgeni anayetembea na kivuli. Walipomkaribia, mtu huyo alisimama akiwa amevaa joho la giza lililoshonwa kwa nywele za samaki. Mikononi mwake alikuwa na fimbo iliyochongwa kwa mfupa wa kiumbe asiyejulikana. Uso wake ulikuwa umejaa alama za kale na macho yake hayakuwa na mboni. Alikuwa kipofu, lakini aliona zaidi ya walimwengu. Jina langu ni Majonzi, alisema kwa sauti ya kutetemesha. Nimetumwa na wale walioamka chini ya bahari. Wamejua kuhusu mtoto. Wanataka kitu kilichopo ndani yake. Christina alijificha nyuma ya George akimshika Mwinyi kwa nguvu. Wanaotaka nini? Roho ya kwanza. Yule alianzisha vita kati ya ardhi na maji. Yupo ndani ya mtoto wenu. Wanaamka sasa. Na wanatuma majeshi yao kuja kumchukua. Kabla hawajamjibu, Majonzi aligeuka na kutoweka hewani. Hakuacha nyayo. Hakuacha kivuli. Lakini hakika alikuwepo. Siku chache baadaye, bahari ilianza kupanda bila mvua. Maji ya mto Niger yalifika hadi mlango wa nyumba ya George. Usiku, upepo ulizungumza kwa lugha ya ajabu. Mfungulie lango la kale. Turejeshe aliyetupasua. Maimuna, aliyekuwa ametoweka kwa miaka mingi, alitokea tena kwenye ndoto ya Christina. Sauti yake haikuwa ya hasira tena, bali ya onyo. Wapo wanaonipita nguvu sasa. Nilidhani mtoto wako ndiye mpatanishi. Kumbe ni mfunguo. Wakiweza kumgeuza kuwa wao, watafungua lango la kale na dunia yote itaangamia. Christina aliamka na jasho jingi usiku huo. George akaamua jambo. Lazima tumtoroshe Mwinyi hadi mlima Longonot. Ndani ya krateri kuna hekalu lililojengwa na waliolitangulia taifa hili. Ndiyo pekee linaweza kumzuia adui wa kale. Safari ikaanza alfajiri, Mwinyi akiwa juu ya mgongo wa punda wa porini. Agnes alibeba dawa, Christina alibeba matumaini, George alibeba lulu ya zamani iliyofungwa kwenye mkufu wa mti wa miujiza. Lakini hawakujua kuwa walikuwa wakifuatwa. Kutoka chini ya ardhi, vilindi vya Afrika vilivyojificha kwa karne vilianza kufunguka. Milango ya kale ya moto na maji ilianza kuvunjika. Viumbe waliokuwa wamelala wakisubiri wito wa damu ya mchanganyiko sasa walikuwa macho. Wengine walikuwa wakale kama bahari yenyewe, waliogeuka kuwa kivuli, waliopoteza mwili lakini sio hamu ya kutawala tena. Na Mwinyi alikuwa mlango. Wakati familia hiyo ilipofika kwenye bonde la Longonot, waliona anga ya giza ikikusanyika. Umeme ulipiga bila mvua.
Maji kutoka mto Niger yalifika juu ya mlima kinyume na asili. Ardhi ilitetemeka. Christina akamwangalia mwanawe. Tunakuficha ili dunia ibaki salama. Lakini natumaini hutatuficha siku moja wewe. Mwini hakujibu. Alikuwa amebadilika. Macho yake yalikuwa kimya. Alikuwa akihisi wito ambao hata mama yake hakuelewa tena. Na ndani ya krateri, mlango wa kale ukafunguliwa. Ndani ya krateri ya mlima Longonot, mazingira yalikuwa ya kimya, lakini kimya hicho kilikuwa cha mauti. Ndani ya hilo bonde lenye umbo la bakuli, kulikuwa na hekalu la kale lililojengwa kwa mawe mekundu yaliyong'aa kama yamechomwa moto. Agnes aliketi kwenye jiwe la pembeni akipumua kwa shida. Alikuwa amechoka, lakini hakukubali kupumzika. George, akiwa na macho yenye mshikamano wa maisha yote, alimvisha Mwinyi mkufu wa lulu ya kale, zawadi ya zamani kutoka kwa Maimuna. Hii itakulinda. Lakini ukihisi giza linakuita, kumbuka sauti ya mama yako. Christina alikuwa kimya. Alikuwa amesimama mbali kidogo, akitazama ndani ya hekalu hilo la mawe. Ndani kulikuwa na mduara wa alama za kale zilizochorwa ardhini kwa lugha ambayo hata wachawi wa zamani walikuwa hawaelewi kikamilifu. Ndani ya duara hilo kulikuwa na kioo cha maji, kisima kilichojaa maji ya Niger yaliyopandishwa kwa nguvu ya ibada ya kale. Maji hayo hayakuwa ya kawaida. Yalizunguka yenyewe kama yakiwinda. Na ndani yake sura zilionekana, sura za viumbe waliolala kwa milenia. Viumbe waliochukia ardhi, waliochukia bahari na waliochukia upendo. Mwinyi alisogea bila kuambiwa. Aliingia katikati ya duara hilo. Akasimama mbele ya kisima cha maji na kuzungumza. Mnanisikia? Ukuta wote wa hekalu ulitetemeka. Maji yakapanda juu kama nguzo, yakajikusanya kuwa sura ya mwanamume mrefu, mwenye macho ya giza kama utupu wa usiku. Tunakusikia, Mwinyi. Tumengoja. Christina alipiga kelele. Hapana. Mwinyi, rudi. Usisikilize. Lakini Mwinyi aligeuka taratibu, akamwangalia mama yake. Mama, mimi si mtoto tu. Mimi ni kumbukumbu ya dunia iliyosahaulika. Ndani yangu kuna sauti nyingi. Na sasa wanataka kutoka. George alimsogelea. La. Wewe ni mwanangu. Sauti hizo ni historia, lakini moyo wako ni sasa. Usikubali kuwa njia yao. Mwinyi alipumua kwa nguvu. Alifumba macho. Maji yakaanza kuzunguka kwa kasi zaidi. Ardhi ikatetemeka. Mbali na hapo, mto Niger ukatema wingu la maji lililopaa angani kama mapepo wa mvua. Walinzi wa giza walikuwa wanakuja. Agnes alirusha unga mweupe wa mitishamba hewani, akipiga kelele za kiibada za jamii ya kale ya Abagusi. Mwanga wa kahawia ukatoka kwenye sakafu ya hekalu na duara likafunga Mwinyi kwa muda. Christina akamkumbatia. Tunakupenda. Usikubali kuwa chombo cha giza. Lakini tayari nguvu zilikuwa zimeamshwa. Mlangoni mwa hekalu walifika viumbe wanne waliovaa mavazi ya kivuli. Sura zao zilikuwa tupu na walizungumza kwa sauti ya moja. Tuko hapa kumchukua mfunguo. George alisimama mbele yao. Hamtamchukua. Hamtampata. Walimwangalia na kusema, wewe ulimla mtoto wa bahari. Ulimzaa mtoto wa vita. Sasa ni wakati wa dunia kulipa. George alitoa mkufu wa lulu, akaishikilia juu kama taa. Miale ya mwanga ikachoma anga ya hekalu na walinzi wale wakapiga kelele za maumivu wakirudi nyuma. Lakini kabla hawajapotea, mmoja wao akasema, mlangoni kuna mwingine anayengoja. Yeye si maji, si ardhi. Yeye ni kivuli. Walipotea kwa upepo wa mauti. Christina akamwangalia Agnes. Wana maana gani? Agnes akasema polepole, kama Mwinyi ni mfunguo, basi kuna mlango mkubwa zaidi. Na kuna mwingine anayetaka kuutumia. George alipiga magoti. Alishika ardhi kwa mikono miwili na kuomba, mizimu wa nchi hii. Mlinzi wa ardhi.
Tutumie msaada wako. Mtoto huyu asibadilishwe kuwa silaha. Ndipo sauti ya kale ikasikika kutoka chini ya mlima. Mlioamsha roho za kale, mmefungua lango. Lakini bado mna chaguo. Mapenzi, si damu, yanaweza kufunga kile kilichoanza kufunguka. Christina alimtazama Mwinyi. Akamkumbatia. Umebeba sauti zao. Sasa sikiliza sauti yetu. Tunasema weka silaha chini. Weka giza pembeni. Chagua kuwa mwana wetu, si mungu wa kale. Mwinyi akafumba macho. Akainua mikono miwili juu. Maji yakatulia. Sakafu ya hekalu ikang'aa. Mlango wa kale ukafungwa tena kwa sasa. Baada ya mlango wa kale kufungwa kwa muda, hali ya hewa juu ya mlima Longonot ilitulia. Upepo uliacha kupuliza kwa nguvu na anga la giza lilianza kufifia taratibu. Lakini kimya kilichofuata kilikuwa tofauti, kilikuwa kama pumzi iliyoshikiliwa na dunia nzima, ikisubiri jibu la mwisho kutoka kwa kijana aliyezaliwa kati ya maji na ardhi. Mwinyi alisimama peke yake katikati ya duara la mawe, mwili wake uking'aa kwa mng'ao wa lulu, macho yake yakiwa yamejaa mwangaza wa kale, lakini uso wake haukuwa wa furaha. Kulikuwa na huzuni ndani yake. Machozi yalikuwa yakimlenga lakini hayakutoka. Christina, mama yake, alipiga hatua moja mbele. Akasema kwa sauti ya upole, kama umebeba nguvu za miungu, basi ni kwa sababu dunia iliamua kukuleta. Lakini haikusema utakuwa Mungu. Iliumba mtoto. Mwanadamu. Usisahau hilo, mwanangu. Mwinyi alimtazama mama yake. Katika uso wa Christina aliona historia ya mapambano. Mwanamke ambaye alipendwa na bahari, kuteswa na miji, lakini bado alisimama. Kwa hiyo Mwinyi alipumua kwa kina. Akasema, kuna sauti zinanivuta chini. Zinanitaka nifungue milango yote. Nifanye dunia ipigane upya. Nifute majina ya mataifa na kubaki na jina moja, Giza. Lakini bado nasikia sauti yako, mama. Ya Agnes. Ya baba. Ya watoto wa dunia. George alimsogelea kwa taabu, mikono yake ikiwa na kutetemeka. Alikuwa mzee sasa, lakini sauti yake bado ilikuwa thabiti. Mwanangu, dunia haikukuletea ili uitawale. Ilikuletea utuponye. Maji na ardhi haviwezi kuzungumza tena, lakini kupitia wewe vinaweza kusikika. Usichague cheo. Chagua huruma. Mwinyi alipiga magoti. Aliweka mikono yake juu ya duara la mawe na kusema kwa lugha ya kale, mizimu wa dunia. Nimeona ndani ya giza, lakini sasa nachagua mwanga. Sitafungua milango yenu. Sitakuwa chombo cha hasira zenu. Mimi si mwokozi. Mimi si mtawala. Mimi ni daraja. Punde tu aliposema hayo, duara la mawe lilianza kung'aa. Kisima cha maji kikafifia, maji yake yakayeyuka kama moshi. Mlango wa kale ulioonekana kuwa tayari kufunguka, ukajifunga na kupotea kabisa. Kisha mwanga uliojaa rangi za bahari na udongo ulianguka kutoka juu kama mvua ya nuru. Kila tone liligusa ardhi na maua yakaanza kuchipuka kwenye nyufa za miamba ya Longonot. Agnes akashika kinywaji cha mitishamba akakinyunyizia ardhini. Akasema, mlango umefungwa. Lakini kumbukumbu yake haiwezi kufutika. Tutamlea Mwinyi kama mwanadamu. Lakini hatutasahau kuwa ndani yake kuna historia ambayo dunia nzima ilijaribu kuifuta. Maimuna, ambaye kwa miaka mingi alionekana kama kivuli tu kwenye ndoto za Christina, alitokea siku hiyo akiwa na mwili wa kweli, lakini si kama malkia wa bahari tena. Alikuwa mwanamke wa kawaida, mzee na mpole. Nimekuja kuaga, alisema kwa sauti ya ukimya. Kazi yangu imeisha. Bahari haikuhitaji nguvu tena, ilikuwa ikihitaji msamaha. Na hilo limetimia kupitia mtoto huyu. Aliinama akambusu Mwinyi kwenye paji la uso, kisha akageuka na kutoweka polepole hadi akaingia hewani, akayeyuka kama ukungu wa bahari. George akamkumbatia mwanaye. Alilia kwa mara ya kwanza mbele ya familia yake.
Nilikula mtoto wa malkia wa maji. Lakini bahari iliniruhusu kuishi. Nilifanya makosa mengi. Lakini sasa naona kuwa pengine dunia haikututenga. Tulijitenga sisi wenyewe. Christina akaweka mikono yake juu ya mabega ya mwanawe. Tutarejea nyumbani. Si kwa sababu tumeshinda vita, bali kwa sababu tumeelewa kwamba upendo hauhitaji nguvu, unahitaji uamuzi. Siku hiyo walishuka mlima Longonot pamoja. Mwinyi akitembea katikati ya wazazi wake na Agnes nyuma yao, akihifadhi mitishamba yake ndani ya kikapu cha majani. Na alipofika kwenye ardhi tambarare ya Ngong, aligeuka na kusema, sitafungua tena milango ya zamani, lakini nitajenga milango mipya ya huruma, ya mazungumzo na ya amani. Miaka kadhaa ilipita tangu mlango wa kale kufungwa. Maisha katika kijiji cha Ngong yalibadilika. Ardhi ilizaa zaidi ya hapo awali. Mto Niger haukufurika tena kwa hasira, ulibaki na mkondo wake, ukipita kimya kama mtu aliyesamehe na kuamua kuanza upya. George alikuwa mzee kabisa sasa, mwenye nywele nyeupe zilizojikunja juu ya kichwa chake kama mikunjo ya mawimbi ya zamani. Kila jioni alikaa chini ya mti mkubwa uliopandwa siku ambayo Mwinyi alizaliwa. Mti huo sasa ulikuwa na matawi yenye matunda ya ajabu yasiyo na jina. Walioyala walihisi amani hata kama walikuwa wagonjwa au wenye huzuni. Christina alikuwa sasa mama wa hekima. Alifungua shule ndogo iliyojengwa kwa udongo na miti, akifundisha watoto wa kijiji kuhusu historia ya ardhi yao, maji yao na moyo wa mwanadamu. Lakini hakufundisha hadithi ya Mwinyi kwa sababu Mwinyi mwenyewe alikuwa bado anaiandika. Mwinyi sasa alikuwa kijana wa miaka 17. Aliishi maisha ya kawaida mbele ya watu, lakini kila usiku alienda peke yake pembeni ya mto Niger akizungumza na maji kimya kimya. Hakuiamsha nguvu yake tena, lakini alihifadhi ndani yake kama moto mdogo uliofunikwa na majivu. Agnes bado aliishi karibu nao. Alijenga nyumba ndogo ya miti na kila mara alipokwenda sokoni, watu walimuita bibi wa miujiza. Wengi walikuja kumwona, lakini wachache waliweza kumwelewa. Kwa sababu alibeba fumbo ambalo halikuhitaji kuelezwa, lilitakiwa kuhisiwa tu. Siku moja mgeni alifika kijijini. Mgeni huyu hakuwa wa kawaida. Alikuwa msichana wa umri wa Mwinyi, mwenye ngozi iliyong'aa kama mchanga wa ziwa na macho ya dhahabu. Alivaa vazi la rangi ya bahari na miguu yake ilitembea kimya sana kiasi kwamba hata majani hayakuyasikia. Aliingia darasani kwa Christina na kusema kwa sauti ya upole, nimekuja kwa Mwinyi. Bahari imetuma ujumbe. Kuna waliobaki wanaoamini kuwa nguvu yake inafaa kurudishwa. Christina alipoteza pumzi kwa muda mfupi. Aliangalia msichana huyo kisha akasema, Mwinyi haishi kama Mungu. Anaishi kama kijana wa kawaida. Na hivyo ndivyo alivyokusudiwa kuwa. Lakini Mwinyi mwenyewe alikuwa tayari amesimama mlangoni. Alimtazama msichana huyo, halafu akamwambia kwa sauti isiyo ya utawala wala woga, na kuona, lakini siwezi kufungua mlango tena. Niliufunga si kwa nguvu, bali kwa uchaguzi. Bahari inaweza kuamua, lakini mimi tayari nimeshachagua kuwa daraja, si silaha. Msichana huyo akainama kwa heshima. Kisha akamkabidhi Mwinyi kijikasha kidogo. Alisema, hii ni sauti ya mwisho ya Maimuna. Aliandika kabla hajatoweka kabisa. Mwinyi alikifungua. Ndani yake kulikuwa na kipande cha lulu na ujumbe mfupi. Kama dunia itasahau hadithi hii, hakikisha unaishi badala ya kuisoma. Na kwa maneno hayo, msichana huyo alitoweka kama hewa ya asubuhi. Hakurudiwa kuonekana tena. Miaka 10 baadaye, Mwinyi alikuwa mwandishi wa hadithi. Alitembea sehemu nyingi za Afrika Mashariki hadi ziwa Tanganyika, mlima Kilimanjaro, pwani ya Mombasa na hata mabonde ya Rwanda. Kila sehemu alipoenda aliacha hadithi ya ajabu kuhusu mtoto aliyezaliwa kati ya maji na ardhi, mtoto ambaye alichagua huruma badala ya utawala na akafunga mlango wa kale bila kufunga moyo wake. Watu hawakujua kama hadithi hiyo ni kweli au ni fumbo tu la kale.
Lakini kila walipoisikia walitulia. Walihisi kitu cha ajabu ndani ya nafsi zao, kana kwamba maji na ardhi vilikuwa vikiwasalimia tena kupitia maneno hayo. Mwini hakuwahi kuwa mfalme. Hakujenga kasri. Hakuwahi kupigana vita tena. Lakini alibeba dunia nzima moyoni mwake, na kwa kila mtu aliyemsikiliza aliwapa zawadi kubwa zaidi ya nguvu: amani. Hadithi hii inatufundisha kwamba nguvu ya kweli haimo katika utawala au kisasi, bali katika huruma, msamaha na maamuzi ya busara. Mtu anaweza kuzaliwa katika mazingira ya mgogoro au kubeba mizigo ya historia nzito, lakini bado akachagua njia ya amani badala ya vita. Familia, upendo wa dhati na kujitoa kwa ajili ya wengine vinaweza kuwa ngome imara dhidi ya majaribu ya giza. Hadithi hii inasisitiza kuwa kila mtu ana uwezo wa kuandika upya hatima yake, na kwamba amani ya kweli huanzia ndani ya moyo mmoja unaochagua kufanya lililo sahihi hata mbele ya vishawishi vikubwa. Kama umeipenda simulizi hii, naomba ulike video yangu na niandikie ndio nimeipenda kwenye comment. Asante sana, tukutane kwenye simulizi ijayo yenye maadili zaidi.